Nataka tuangazie swala la michezo. Tukumbuke hapo juzi Simba alicheza, lakini licha ya hivyo Yanga pia alicheza, lakini mechi ya Yanga ilikuwa ni mechi ya kisasi, naweza nikasema kwa upande mwingine. Lakini Yanga aliondoka kwa magoli 3-0, lakini licha ya magoli yale, kwa performance yake ukiangalia ni kama vile yani imezidi kuwa ya moto sana. Nataka uniambie kwa upande wako wewe, kwa Yanga hii ya sasa hivi, wewe inakuonesha kitu gani? Maana tukiangalia imekuwa ya moto kweli kweli. Of course Yanga imekuwa bora, na mchezo dhidi ya Tabora United imetuonesha hivyo kwamba Yanga ni bora, lakini ubora ule sio kwamba hatujawahi kuuona kwenye klabu ya Yanga tangu ianzishwe, na sio kwamba kwenye msimu huu Young Africans kuna mechi ambazo wamecheza bora kuliko hata mechi dhidi ya Tabora United. Lakini ni wengi ambao tumeitazama mechi kutokana na maneno ambayo alikuwa yanaendelea nje ya pazia, tukaamini kwamba ni mechi ambayo itakuwa ngumu, na ile ni mechi ambayo imetuonesha level ya wachezaji wa Tabora ukomo wao ni wapi, na level ya wachezaji wa Yanga kwamba hawana kikomo, hata uweke namna gani wanaweza kupata alama 3. Maana yake ni kwamba kivyo vyote vile hata yote aliyokuwa anasemwa yafanyike yasifanyike, kama level ya wachezaji wa Tabora imeishia sehemu fulani, isingeweza sikio likazidi kichwa. Maana yake ilikuwa swala la kufungwa ni wakati tu, issue ilikuwa ni kwamba anafungwaje, yani hizo alama 3 anazipata katika uhalali unafuata kanuni au sio kihalali. Na tulichokiona maana yake kila mmoja kazibwa mdomo wazi. Young Africans kapata alama 3 safi, goli 3 safi, na pengine kaonewa kabisa, tofauti na vile ambavyo wengi tulifikiria kwamba Yanga akicheza mara nyingi anabebwa yeye, ila katuonesha kwamba ana uwezo wa kukamiwa na watu wengi, akaombewa mabaya na watu wengi, lakini bado akapata alama 3 na bado akaonewa yeye. Sasa maana yake zilikuwa ni goli 4 na goli la msimu kabisa tulilikataliwa pale. Kwa Young Africans ni ya moto na sio timu yote ya kuweza kuizuia kwenye msimu huu. Kilichobaki ni kila mmoja tu kushinda mechi zake, ndiko ambako tutajua pengine huyu atakakutana labda na shida fulani au wachezaji wakaamka wakawa na siku mbaya kazini akapoteza mchezo. Lakini ikija kwenye tough game, ichezwe game kama game, Young Africans hakuna mtu wa kuistopisha kwenye ligi hii kwa sababu ya quality waliokuwa nayo. Huwezi kuilinganisha na vilabu vingine ambavyo mara nyingi level yake wachezaji wao waliokuwa nao wanafanana. Unaamini kuwa klabu ya Yanga ndio timu pekee yenye wachezaji bora wenye performance nzuri? Sio pekee, zipo timu nyingi sana hapa Tanzania zenye wachezaji bora sana, lakini ubora unatofautiana. Unajua hata bidhaa unavyoziuza, ukiuza biskuti fulani hii na zote ziwe na ladha maziwa, lakini kikubwa ikitengenezwa na kiwanda tofauti, kila kiwanda kitakuja na ladha yake tofauti. Kwa hiyo maana yake ubora wa wachezaji waliokuepo Yanga una quality ya pekee tofauti na quality ambayo tunaiona kwa wachezaji waliopo maybe Simba, Azam, Tabora, Singida, na kama hao tu nimewataja, maana yake hata kina JKT ndio wamepitwa mbali zaidi hawa na kina Ken Gold. Kwa hiyo Yanga ina level yake kama ngazi 2 hivi kwenda juu, alafu ndo kuna ngazi nyingine zinaanza kushuka kwa ajili ya timu nyingine ambazo zinashiriki ligi kuu. Si dhambi na wala si kwa ubaya, lakini ni karata nzuri za kuzichanga wakati unasajili wachezaji. Unasajili wachezaji kwa lengo lipi na utawatumia kwa wakati gani, na hasa katika timu mpate kiongozi ambaye ana jicho la kufahamu wachezaji, hata kama akipigwa na hawa wanaowaletea mawakala, ana namna ambavyo anaweza kalisolve. Kwanza akasema hapa kweli nimepigwa, lakini wakati mwingine sirudi makosa. Wakati Engineer Hersi anaingia Young Africans, alianza kwa kupigwa sana wachezaji. Walikuwa analeta wachezaji wa kuchekesha hapa. Lakini kadri ya siku zinavyozidi kwenda, yeye yule tuliokuwa tunamkosoa kwamba anampiga, yani watu wakawa wanasema kwamba hadi Engineer Hersi anampiga DGSM kwamba kwenye usajili. Kutokana alikuwa anapigwa, watu walikuwa wanasema anampiga, kumbe hakuwa anampiga. Labda ni kwa sababu ya aina ya wachezaji, hakuwa na experience ya kwenda kusajili wachezaji. Ndio maana uongozi wake mwanzoni pale alianza kupata shida sana. Sasa nini kimeendelea? Kwani sasa hivi sasa hivi ndo tunaamini hampigi. Huenda sasa hivi ndo anampiga, lakini ameleta wachezaji bora sana. Kwa ndo nasema kiongozi, timu ikiwa na kiongozi bora mwenye jicho la kuona wachezaji, ni ngumu sana kupoteza ubora wake. Ndio maana Young Africans umeona sasa hivi na quality hali ya juu wachezaji, lakini bado msimu ujao inahusishwa na wachezaji wengine wenye quality pia kutajwa, na si tu kuhusishwa ili kuuza magazeti, lakini tayari wameanza mazungumzo na baadhi ya wachezaji. Kwa unaona kabisa mchezaji timu kama hii iko serious. What if Young Africans hii inampata Jonathan Soa, inakuwa ni Young Africans ya aina gani? Maana yake inazidi kujichimbia kwenye kilele cha tofauti. Kwa hiyo hivyo Yanga iko bora, tusubiri kuona tuhitimisho la msimu na tuone. Unaweza ukawa bora lakini ukafungwa, hilo haliwezi kugeuka. Yani kuna timu kibao zimekuwa bora na zinafungwa. Kwa hiyo maana yake ni wewe tu siku hiyo umejiandaaje kuelekea kwenye mechi husika. Afrika nadhani wana timu weki zaidi. Na hili sio kwa sababu ya kuwapaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Na hili ni kuliweka wazi ili kuwapasua watu wengine waweze kutambua tofauti ya Young Africans na Simba Sports Club katika safu yao ya ushambuliaji. Young Africans ina wachezaji bora sana.
pengine kuliko Simba Sports Club. Yes, Young Africa. Of course, uwezi ukapata mshambuliaji bora ndani ya Simba ambaye yuko juu ya Dube. Uwezi kumkuta. Uwezi kumkuta mchezaji huyo Mpanzu ambaye tunasema ni bora, huo Mpanzu mwekee Pacome. Huo upande. Unaondoka na Pacome, Mpanzu unamwacha. Upande wa Kibu Dennis utachagua umweke Max, umweke nani? Utamchukua Max mbele ya Kibu. Kwa hiyo utagundua Young Africans ina wachezaji bora wenye uwezo mkubwa wa kuchezea hata mpira kuliko wao. Lakini Simba ni kana kwamba wale wachezaji wanataka kujionyesha nao ni wakubwa, kumbe si wakubwa kwa namna ambavyo wanacheza. Pale mbele sehemu ya kucheza zile square pass, sehemu ya kucheza penetration pass, wenyewe wanakokota mipira ile anakwenda namna gani pale zamani akina Olimboka na mpira Olimboka Mwakingwe ndio kile ambacho anakileta Mpanzu leo. Mpanzu ya zamani sana. Siku hizi ni Mpanzu, Kibu Dennis, Jean-Charles Ahua Ateba. Yani hivyo, sio Ateba, ndio Simba kinachoangusha. Sasa Yanga na mapepe yao yote, wakifika kwenye line yao wanataka kukupiga msumari wa tumbo, ndio wanapoanza sasa. Pacome, Maxi, Azizi katika unashangaa Azizi imeenda kwa Aucho. Unawaza Aucho kashaipeleka kule kwa Maxi siju kwa Dube. Kamba tayari watu kwenye kibendera waite kati. Ndio tofauti ya ukubwa wa hizi timu. Wakibadilika Simba, wacheze hivyo 1-2, let's go. Wanaondoka kabisa Michel Nasri anakufa. Lakini wakija ile anakwenda Emmanuel Gabriel zamani la Toboi. Kwanza kwenye hili swala mjadala wa kumfananisha Pacome Zouzoua na huyo Elie Mpanzu. Hivi kwa wewe unaliongelea vipi? Huenda Pacome Zouzoua ni mwepesi zaidi kwenye kuamua maamuzi na kwenda kuangalia goli, lakini upande wa Elie Mpanzu ni mwingi wa skills na speed kuliko Pacome. So Pacome maana yake ana faida zaidi kwenye timu kuliko Elie Mpanzu. Pacome licha ya yote anayoyafanya, lakini target yake ya kwanza atoe assist bora mafunge. Lakini Maxi Mpanzu yeye atataka kwanza acheze na jukwaa, alifanyaje kugeuze. Alafu sasa cha ajabu ambacho ni kosa kubwa sana, naamini ndio sababu ile mnyima Elie Mpanzu nafasi ya kucheza pale Genk Ubelgiji, ni kwenye pigo lake la mwisho. Elie Mpanzu atakufanyia yote mazuri, atawakokota hata timu nzima mzinaweza msimkabe. So what next? Mwenzeni anapiga kati, tuangalie kuna nani anafanyaje, itamkuta kipa, itamkuta beki, finishing yake ndio shida inakuja hapo. Anafanyaje ule mpira alokokota nao kuanzia huko? Ndio hiyo shida. Lakini Pacome hakupi hivyo. Yeye Pacome anakupa penetration pass kweli. Kama anaenda hivi kaipiga huku. Tofauti ipo kubwa sana. Mchezaji ambaye ni bora na mchezaji ambaye ni machachari, ni tofauti yao iko hapo. Tumalize kwa upande wa Yanga kwamba kuhusiana na huyu mchezaji Jonathan Kangalombo, imekuwa ni muda mfupi lakini mambo yanayofanya ni makubwa. Kwa kuna muangazia vipi kwanza mpaka sasa hivi? Mimi kwangu Jonathan Kangalombo ni mchezaji ambaye kwa sasa tuweza kusema anacheza kama mstaafu. Anacheza kama mstaafu. Unajua wale mashindano ya wastaafu yale. Yaani wale wachezaji wamekuja na vitambi, wamekuja wachezaji hawana fitness. Hata mimi sasa hivi farasi sijapiga matizi labda hata mwezi wa 3. Naweza nikaingia nikacheza kwenye viwanja vya 7 ya side pale, nikaupiga mwingi tu. Ndio mchezaji kama huyu bwana Jonathan Kangalombo. Lakini ni mchezaji bora sana kwa kufika kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Kangalombo. Yes. Issue imekuja ni timing yake aliyokuja ndio ambayo imekuwa mbaya sana. Aliyempa connection ya kuja Tanzania angemchorea ramani ya Young Africans ilivyo. Sidhani kama angekubali kuja. Labda angekuwa na roho tu ya pesa kwa sababu kawekewa pesa. Lakini angeambiwa una kazi ya kwenda kupambana kupata namba mbele ya Maxi ambaye ni bora sana ndani ya Young Africans. Angeambiwa una kazi ya kwenda kupambana kupata namba mbele ya Pacome Zouzoua. Afa akaoneshwa na zile klipu za wale watu. Sidhani kama angekubali kuja Young Africans. Sio kwamba ni mbovu. Timing yake kwa sababu hana fitness nzuri ya kumfanya kweli hata mwili. Unajua ukiwa mtu wa michezo unamjua hata mchezaji. Yes, mchezaji ukimwona tu kabisa anavyotembea unasema huyu mchezaji tizi lipo. Lakini Kangalombo hata anavyokimbia unaona kabisa huyu idea ipo, lakini utimamu wa mwili haupo. Haujakata hata mwili wake bado. Yaani unaona kabisa zile frames za yani bado mzito, kama ni muscular si muscular. Kwa kuna vitu fulani hivi bado. Sasa nadhani kaletwa kwa ajili ya project ya msimu ujao. Kwa hii ni kama pre-season anaifanya. Nadhani hivyo ndo nitaelewa. Kama aliletwa kwa ajili ya kuiletea matokeo Young Africans kwa sasa, timing mbovu hata kwa viongozi. Lakini kwa sasa wanamtumia kama pre-season ili aingie kwenye mfumo taratibu kwa ajili ya msimu ujao, pindi ambako maybe Azizi Ki akaondoka, ambako sasa anaweza akasema labda Azizi Ki anaondoka basi Pacome cheza ndani, Kangalombo tokea pembeni, kitu ambacho ni kamari nyingine kwa Pacome kukubali kucheza namba 10 kwa sababu anahitaji kukimbia sana eneo kubwa la uwanja. Ukimpa tena nyuma striker hapo anaweza ikawa
nani Pacome, tukamkataa, tukaanza kumtukana na kumpiga na makopo.